Furaha nimekuja nyumbani. Mwenge Mshindo ni nyumbani kwangu. Ni kata ambayo naipenda sana. Ni kata ambayo kwa muda mrefu ilihesabika kama kata ya mashamba, watu kuja kulima. Lakini chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, chini ya uongozi wa Daktari Damas Daniel Ndumbaro, Mwenge Mshindo imebadilika kutoka kwenye mashamba kuja maeneo ya viwanda. Mwenge Mshindo imebadilika kutoka kwenye mashamba kuwa na hospitali ya rufaa. Mwenge Mshindo imebadilika kutoka kwenye mashamba kuwa na umeme. Mwenge Mshindo imebadilika kutoka kwenye mashamba na kuwa na maji. Nimesema nianze na haya ili tuweze kukumbushana kwamba serikali ya CCM, serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imewaletea maendeleo wana Mwenge Mshindo. Maendeleo haya yanatokana na ahadi za CCM kwa wananchi wake. Mwaka 2020 tulipita humu, tuliwaahidi wana Mwenge Mshindo, kichagueni Chama cha Mapinduzi, chagueni rais wa Chama cha Mapinduzi, chagueni mbunge wa Chama cha Mapinduzi, chagueni diwani wa Chama cha Mapinduzi. Mkatuuliza tukichagua CCM tutapata nini? Tukawaambia mtapata maendeleo. Na maendeleo mnayaona sasa. Tatizo kubwa Mwenge Mshindo, wakati nagombea kwa mara ya kwanza mwaka 2018, nilikuja na Mheshimiwa Waziri Mkuu ambaye pia ni mbunge wa Ruangwa, Kassim Majaliwa. Tulipofika kule, ajenda kubwa tulifanyia pale kati, Ruila kati. Ajenda kubwa ikawa ni fidia ya EPZA. Kasema sisi hatutaki kupiga kura, huyo mbunge wenu hatumtaki kwa sababu tunadai fidia toka mwaka 2008. Kuna wachache wamelipwa, sisi wengine hatujalipwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu aliwaahidi na mimi niliwaahidi kwamba jambo hili tumelipokea Chama cha Mapinduzi, rais wa Chama cha Mapinduzi na mbunge wa Chama cha Mapinduzi wanakwenda kushughulikia jambo hili. Tukalianza 2018. Mnafahamu michakato ya kiserikali inachukua muda mrefu. Likaja tena kwenye uchaguzi wa 2020. Ajenda ikawa ile ile. Tukawaahidi kwamba sasa tumefika pazuri. Tuaminini, tupeni ridhaa tumalize kazi hii. 20 na 21 tulifanya mkutano hapa shule. Tukaunda kamati. Na nikasema kamati hii tunaipeleka Dodoma ili tukasaidiane kufuatilia jambo hili. Niliunda kamati na wazee wachache. Basi litokea vurugu kubwa sana. Lazima tukumbushane kwa sababu sisi ni wanadamu. Kwenye vitu wa serikali za mitaa wakasema kwa nini wamewachagua wazee wale wametuacha sisi. Tukasema kazi ambayo inakwenda kufanyika kule inataka busara za hali ya juu. Inataka busara kwa sababu maeneo mengi ndani ya nchi yetu bado hayajalipwa fidia. Sisi lazima tukajenge hoja kwa nini tuanze kulipwa sisi.
Mheshimiwa diwani hapa ameshakuja Dodoma mara 4 nikimuita mimi, nikimlipia nauli mimi kwenda kufuatilia fidia ya EPZA. Mara ya kwanza tulionana na Mheshimiwa Daktari Philip Isidori Mpango, makamu wa rais, akiwa waziri wa fedha. Ofisini kwake. Mheshimiwa diwani, nakumbuka. Akaja mara ya pili waziri akiwa Mwigulu Nchemba, tukaonana naye. Akaja mara ya tatu tena akiwepo na wale wazee na mstahiki meya na mwenyekiti wa CCM mzee Msolomi. Akaja mara 4 tena peke yake kufuatilia swala la EPZA. Nasema hili ili mjue tumelipwa haki yetu, lakini kuna watu walipigania wakiongozwa na mimi mbunge wenu ili nyinyi mpate haki. Toka mmelipwa, hii ndio ziara yangu ya kwanza kuja. Na nilichelewa makusudi. Nilitaka mniite ili tunywe soda, si mlikuwa mna hela. Sasa nimesubiri nimeona siitwi. Nimeamua kujileta mwenyewe. Labda nitambulia chache hizo baki. Mwenyekiti, najua ulivuta sana. Niliwaahidi kwamba fidia italipwa. Naomba niwaulize leo, fidia imelipwa haijalipwa? Mimi sisikii. Fidia imelipwa haijalipwa? Makofi kwa Daktari Samia Suluhu. Makofi kwa mbunge wenu Dr. Ndumbaro. Makofi kwa diwani. Makofi kwa Chama cha Mapinduzi. Kwa sababu kuna maeneo mengi bado fidia ya EPZA hazijalipwa. Sisi Mwenge Mshindo hapa Songea tumekamilisha. Lakini si hilo tu. Kulikuwa na mradi wa maji wa SUWASA. Mradi ule haukupaswa kuja hapa. Mimi nilivyosikia nikaenda SUWASA, nikawaeleza adha ya maji ambayo wananchi wangu wa Mwenge Mshindo wanakabiliana naye. Ndipo tukauleta ule mradi wa maji hapa. Vivyo hivyo kwa mradi wa umeme, tukauleta mradi wa umeme hapa. Ni juhudi za Mheshimiwa Rais, juhudi za Mheshimiwa mbunge, juhudi za Mheshimiwa diwani. Lakini nimesikia kuna watu wanapita huko wanasema eti maji wameleta wao, eti umeme wameleta wao. Sasa tukuulize wewe unayasema hayo, una cheo gani ndani ya Chama cha Mapinduzi? Wewe ni balozi? Hapana. Wewe ni kiongozi wa tawi? Hapana. Wewe ni kiongozi wa kata? Hapana. Wewe ni kiongozi wa wilaya? Hapana. Wewe ni kiongozi wa mkoa? Hapana. Wewe ni kiongozi wa taifa? Hapana. Wewe ni mbunge? Hapana. Unapata wapi mamlaka ya kuongopea watu? Kuna mgombea mmoja wa ubunge anajipitisha humu. Nadhani mnamjua. Anasema ati maji yameleta yeye, huyu anautaka ubunge huyu. Huyu amevutika bangi. Na bangi aliyovuta huyu amevuta bangi dry. Haja changanya sana bayani. Anasema ati umeme ameleta yeye. Sasa mimi namuuliza, wewe hata nyumba hapa Songea hauna, utampa mtu umeme? Kazi hii inafanywa na serikali ya Chama cha Mapinduzi.
ikiongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, katika jimbo la Songea ikiongozwa na Daktari Damas Daniel Ndumbaro. Hao ndio wanafanya hiyo kazi, kwenda kuchomoa fedha kule zilete umeme hapa, maji na kitu kingine, si kazi ndogo. Tuko pamoja. CCM oye! Mwenge Mshindo moto! Mwana Monga bomba! Myegea oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Waache kuongopea watu, waache kudanganya watu. Kama wanataka ubunge, sasa hivi mbunge yupo, mpaka bunge litakapovunjwa. Lakini ndugu zangu, mimi nitaingia kwenye historia. Katika jimbo la Songea mjini ndiyo mbunge pekee aliyohakikisha fedha ya mfuko wa jimbo inawanufaisha wananchi. Toka nilipoingia madarakani, niliwaambia wananchi kupitia vikundi na shughuli nyingine za kimaendeleo mtapata fedha za mfuko wa jimbo. Walio wengi hapa ni mashahidi, kwa sababu wamenufaika na fedha ya mfuko wa jimbo. Nimesikia maneno tena yakitoka kwenye kata hii yakisema zile fedha mfuko wa jimbo sio za mbunge, zile fedha za serikali zimetoka huko, tuletewe sisi. Niwaulize, kabla ya Ndumbaro mlikuwa mnaziona? Ndumbaro ndo kafanya kazi hiyo na mtaendelea kunufaika nazo. Na safari hii, katika fedha ya mfuko wa jimbo ya safari hii, tumenunua vifaa vya michezo kwa ajili ya vijana wetu wacheze. Ndani ya mwezi huu wa 5 tunaanza ligi inaitwa Ndumbaro Cup. CCM oye! Tunaanza ligi ambayo inaitwa Ndumbaro Cup. Ligi hiyo itachezwa kuanzia ngazi ya mtaa. Mwezi huu wa 5 tutakuwa kwenye ngazi ya mtaa. Mwezi wa 6 mwanzoni tutaingia kwenye ngazi ya kata. Tuko pamoja. Mwezi wa 6 katikati tutaanza kutafuta bingwa wa kata zote. Tutacheza futiboli, tutacheza netiboli. Hiyo ligi inatokana na fedha za mfuko wa jimbo, ambapo tulikaa kikao tukaamua tukapitisha hii yote ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo inawakumbuka vijana na ushiriki wa vijana katika michezo ambayo itaweka afya nzuri, mahusiano na kuleta ajira. Na kwa bahati nzuri tuna timu yetu hapa inaitwa Songea United. Kwa hiyo wale vijana watakaoonekana wana vipaji watachaguliwa na jopo la makocha
kwenda kuchezea Songea United. CCM oye! Hao watakayechaguliwa watapata ajira. Kuchezea ile timu ni ajira, unalipwa mshahara, lakini utaonekana na timu kubwa kwenda kucheza mbali zaidi. Timu yetu ile imefanya vizuri, itamaliza ligi mechi ya mwisho tarehe 11 siku ya Jumapili saa 10 jioni. Mimi mbunge wenu Daktari Damas Daniel Ndumbaro, siku hiyo nimenunua tiketi zote. Kazi yako wewe ni kuingia uwanjani tu, tiketi nimeshanunua mimi. CCM oye! Sasa siku hiyo shughuli itaanza saa 7 mchana. Kiingilio mbunge ameshanunua tiketi zote. Wewe ni nauli yako ya kukuleta uwanjani tu. Kuanzia saa 7 pale patakuwa na ngoma zote. Lizombe itakuwepo, madogoli itakuwepo. Hebu DJ tupe ladha kidogo ya madogoli, wajue itakuwepo vile. Sasa hii madogoli itakuwepo tarehe 11. Na mnajua kikundi cha madogoli ambacho mheshimiwa mbunge wenu anakipenda sana kinatoka Mwenge Mshindo. CCM oye! Kwa hiyo tujitokeze kwa wingi. Zaidi ya madogoli watakuwepo wanamuziki mbalimbali. Wanamuziki wote wa kizazi kipya kutoka Songea watakuwepo. Coins Band kutoka Mji Mwema itakuwepo. Lakini kuna mwanamuziki kutoka Dar es Salaam, niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Dula Makabila atakuwepo. Kwa hiyo siku hiyo pale Majimaji ni siku yetu ya kuselebuka. Tusikose kuwepo pale. CCM oye! Mkutano huu ni mkutano muhimu sana na wa kipekee. Kwa mara ya kwanza mimi kama mbunge ninafanya mkutano hapa Mwenge Mshindo wakiwepo na watu wa Mwegea na watu wa Mwanamonga. Kwa hiyo leo tunawakaribisha rasmi watu wa Mwanamonga na Mwegea hapa. DJ wape mziki hawa. Mwanamonga oye! Mwegea
katika kata ya Mwenge Mshindo. Karibuni tukijenge Chama cha Mapinduzi. Karibuni tuendelee kuleta maendeleo. Maendeleo katika jimbo la Songea mjini yamefanyika sana chini ya uongozi wangu. Wakati naingia madarakani, kulikuwa na kituo kimoja cha afya. Ni kweli si kweli? Kile cha Mji Mwema. Sasa hivi tuna vituo 8 vya afya. Makofi kwa mbunge. CCM oye! Wakati naingia madarakani, changamoto kubwa Songea ilikuwa ni bei ya mbolea pamoja na soko la mahindi. Sisi wabunge wa CCM tulikwenda kumuomba Dr. Samia. Dr. Samia amekubali kuleta mbolea ya ruzuku. Sasa hivi mbolea ya ruzuku tunaipata, hatuipati? Sasa niruhusuni niwaeleze maana ya mbolea ya ruzuku. Tunanunua mfuko shilingi ngapi? Mfuko shilingi 70, sio? Maana yake katika soko halisi mfuko ni shilingi 140. Ukinunua mfuko mmoja, wewe unalipa 70,000, Dr. Samia anakulipia 70,000. Ukinunua mifuko 5, wewe unalipa 3,500 na Dr. Samia anakuongezea 3,500. Ukinunua mifuko 10, wewe unalipa 700,000, Dr. Samia anakuongezea 700,000. Hivi tuulizane hapa, tumewahi kupata rais kama Dr. Samia ambaye ametukumbuka wakulima wa Mwenge Mshindo, wakulima wa Songea? Kama hiyo haitoshi, leo nimeshuka na ndege hapa, ninapita, maana hata nyumbani kwangu sijafika toka asubuhi. Nimepita pale NFRA, sisi tunapaita National Milling. Nimekuta malori yamepaki kweli kweli. Yale malori yamekuja kuchukua mahindi. Yamekuja kuchukua mahindi kupeleka Zambia. Kwa sababu Dr. Samia amefanya ziara, kaenda Zambia, katutafutia soko la mahindi wakulima wa Songea. CCM oye! Yaani sio tu ametupunguzia bei ya mbolea kwa kutuchangia nusu, lakini pia kaenda kututafutia soko la mahindi la kimataifa. Huyu ndio Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Amiri Jeshi Mkuu, kiongozi wa nchi, kiongozi wa serikali, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Anastahili pongezi. CCM oye! Uwanja wa ndege tumeujenga, umekamilika, ndege zinashuka sasa. Wawekezaji wanakuja. Mashule mmeyaona, tumejenga shule za kutosha. Lakini mniruhusu niziongelee 3 tu, niseme nisiseme. Ya kwanza, shule ya amali tumejenga pale Ruvuma, bilioni 1 na milioni 600. Shule ile ni ya ufundi, shule ya sekondari ya ufundi. Vijana wetu watakuwa wanasomea ufundi pale ili wapate ujuzi, waweze kujiajiri wakimaliza kidato cha 4. Ya pili, shule ya Dr. Damas Ndumbaro iko kule Pambazuko.
itakuwa ni shule maalumu ya michezo. Nayo tayari serikali imeshaweka bilioni 1 na shule hiyo imeshaanza. Na kesho naenda kuitembelea. Lakini kwa mara ya kwanza serikali imetujengea chuo kikuu hapa Songea. Na ujenzi wake unazinduliwa kesho tarehe 8 ya mwezi wa 5 saa 2 asubuhi, na mimi nimepata mwaliko, barua ninayo hapa. Sema we, sema wewe, sema we, sema wewe, sema we, sema kama ningekuwa mimi ningesema. Hii ndio barua ambayo imenialika, na mimi nimepata heshima ya kuandikiwa barua kualikwa kwenye uzinduzi, na mimi nitashiriki kwa sababu nimepambana kuwapambania Wanasongea waweze kupata chuo kikuu. Sasa ujenzi unaanza kesho. Watu walishalipwa fidia hapa milioni 630, watu wamekula fidia. Kesho ndo tunaanza kufukua ardhi ili tupate chuo kikuu ndani ya mji wetu. Watoto wetu wasiende kusoma mbali, lakini watoto wengine waje kusoma hapa, watuachie uchumi hapa. Kipindi cha ujenzi tutapata ajira kwa vijana. Tutauza vyakula na mboga mboga. Uchumi wa Songea unakwenda kuimarika. Kwa awamu hii ya kwanza zimeletwa shilingi bilioni 17 kuanza ujenzi. Tukimaliza awamu ya kwanza, awamu ya pili zitakuja bilioni 30. Hii ndio kazi ya mimi mbunge wenu ambaye mmenituma kuwaletea maendeleo, na nitaleta maendeleo. CCM oye! Katika sekta ya afya, niseme nisiseme, naingia madarakani, hospitali ilikuwa ni moja tu pale mkoani. Ni kweli si kweli? Hivi leo mimi nimesimama hapa, kuna hospitali ya wilaya Sanangula. Watu wengi walikuwa nadhani Mji Mwema ni hospitali ya wilaya. Hapana. Mji Mwema ni nyumbani kwa marehemu baba yangu, na pafahamu toka panajengwa. Na mdogo wake babangu yuko hapa, babangu mdogo mzee Luena. Hebu nyosha mkono watu wakuu. Huyu ni babangu mdogo. Mji Mwema ilikuwa ni kituo cha afya, sio hospitali ya wilaya. Hospitali ya wilaya tumeijenga Sanangula kule kata ya Tanga, ya kisasa kabisa, na mavifaa yote ya tiba yako pale. Lakini funga kazi ni hospitali ya Mwenge Mshindo. Hospitali hii hospitali ya Mwenge Mshindo haikuandikwa kwenye ilani. Mimi mbunge wenu nilipita njia nazozijua, nikaenda kuiomba hospitali hii. Nilijenga hoja kwamba rufaa mnatuambia twende Mbeya, umbali wa kutoka Lumesule Tunduru mpaka Songea ni kilomita 367. Kutoka Songea kwenda Mbeya ni kilomita 500. Nikawauliza, huyu mgonjwa atembelee kilomita 867 atapona? Wakasema nendeni Mtwara, nako jirani. Nikasema kutoka Mbamba Bay mpaka Mtwara ni kilomita 800. Mgonjwa atapona? Hoja yangu ikashinda. Wakasema, Damas, tunakupa hospitali ya rufaa yenye hadhi ya kanda, kaijenge kwenye jimbo lako.
Tulipofika Songea sasa, kumbukeni ile ni hospitali ya rufaa, ingeweza kujengwa kwenye wilaya yoyote katika mkoa huu. Ni kweli si kweli? Nilisema atakayehamisha kwenye manispaa yangu ninampiga ngumi. Hospitali ikabaki hapa. Sasa ikawa ngumi hapa zinapigwa kata zote 21 wanataka iwe huko. Kuna mmoja akasema tujenge kata ya Tanga kwa sababu kuna barabara ya lami, itakuwa rahisi watu kwenda. Mzee kapinga hapa shahidi. Nilisema inakwenda kujengwa Mwenge Mshindo. Tulisema inakuja Mwenge Mshindo kwa sababu zifuatazo. Eneo lile lilitengwa kubwa kwa ajili ya ujenzi huo. Na niwaombe wana Mwenge Mshindo tulilinde kwa sababu tunataka sambamba na hospitali ile, kile chuo cha waganga wasaidizi kiweze kuhamia pale. CCM oye! Lakini tulisema njia ya kuifanya Mwenge Mshindo kuwa katikati ya mji ni kuleta hospitali. Maana chuo kitakuja, viwanda tayari vinakuja. Kama kuna hospitali, umeme utakwenda. Na kulikuwa hakuna umeme wakati huo. Sasa hivi umekwenda au hujakwenda? Tulipiga hesabu hizo mapema. Tukasema maji yatakwenda. Sasa hizi kuna maji, hakuna maji? Bado kitu kimoja tulisema, na lami itakwenda. CCM oye! Kazi yangu iliyobaki wana Mwenge Mshindo ni kuwaletea lami ifike pale hospitali ya rufaa. Ninachowaomba moja, tukiamini Chama cha Mapinduzi, tumwamini rais wake Daktari Samia Suluhu Hassan, tumwamini mgombea mwenza wake Daktari Emmanuel John Nchimbi, lakini mumwamini mbunge wenu Daktari Damas Ndumbaro. Lakini ndugu zangu, mnafahamu pamoja na maji haya ambayo tumewaletea, tunajenga mradi mkubwa wa maji kwenye milima ya Matogoro. Tenki linajengwa tayari pale. Tulisaini mkataba pale Matarawe. Mkataba wenye thamani ya shilingi bilioni 147.5. Yaani bilioni zile uchukue 1, 2, 3 mpaka ifike 147. Lakini kama hazitoshi unaongeza na milioni 500 juu yake. Sasa mimi niwaambie jamani, bilioni sio hela ndogo. Ikidondoshwa hapa bilioni 1, hakuna atakayenisikiliza mimi tena. Akili yote itakuwa kwenye hiyo fedha. Bilioni si hela ndogo. Samia na Ndumbaro wameleteni bilioni 147.5 kwa ajili ya maji. Tutapata maji tiririka, yatakuja tena huku. Fidia sio ile ya IPZA tu. Tumemaliza fidia airport, imelipwa. Tumemaliza fidia bonde la Mto Luila, imelipwa. Tumemaliza fidia pambazuko kunakojengwa chuo kikuu, imelipwa. Tumemaliza fidia barabara ya Njombe Songea Makambako, fidia imeshalipwa. Sasa hivi tumekaribia kupata fidia ya bypass, barabara ya mchepuko ya Mtwara Corridor.
CCM oye! Sasa ndugu zangu wana Mwenge Mshindo, tumeyafanya haya yote mengi mazuri, lakini CCM oye! Vijana oye! Tumeyafanya haya yote, nyinyi mmeyaona kwa macho, na mengine ambayo sijayasema kwa sababu ya ukosefu wa muda, lakini mniruhusu niseme kitu kimoja. Wanasongea, ninawaahidi vitu vikubwa viwili. Kitu cha kwanza, kuendelea kuimarisha elimu katika jimbo letu. Elimu ya msingi, elimu ya sekondari, muhimu zaidi elimu ya chuo kikuu. Ndoto yangu hapa ambako tutamishia chuo cha waganga wasaidizi kifikia hadhi kije kuwa chuo kikuu. CCM oye! Nataka chuo kikuu kimoja tunakijenga Pambazuko, chuo kikuu cha pili tuje tukijenge Mwenge Mshindo. Jambo la pili ambalo nawaahidi, kuifanya Songea kuwa Songea ya viwanda. Tumeshalipa eneo hili la ekari 5,000. Hatujafanya maigizo. Tayari nimepambana. Tuko kwenye mpango wa kuingiza Songea kuwa moja kati ya miji mitatu ya majaribio katika mpango mpya wa viwanda. Serikali itakuja, itatengeneza barabara za lami kwenye eneo hilo, itaweka umeme, itaweka maji na itajenga majengo kwa ajili ya viwanda. Kazi ya wawekezaji itakuwa ni kuingiza mashine na kuanza uzalishaji na kuilipa serikali kodi ya majengo yake. CCM oye! Tunataka kuifanya Songea kuwa ya viwanda, ili mosi, tuchakate mazao tunayolima, tuyaongezee thamani. CCM oye! Vijana oye! Tukiongeza thamani, tutapata fedha nyingi zaidi. Viwanda hivyo vitatuletea ajira. Viwanda hivyo vitatuletea uchumi. Na nyinyi wana Mwenge Mshindo ndio mko karibu sana, kwa hiyo ajira zitaanza kuwafikia nyinyi kabla ya mtu yoyote yule. CCM oye! CCM oye! Ili niyafanye hayo mawili na mengine mengi, na nyinyi mmeyafurahia sana, kuna jambo na mimi nawaomba. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Ninawaombeni mnipe miaka 5 ya awamu ya pili. Ninawaombeni mnipe 5 tena. Ninaomba mnipe miaka 5.
wataweza kweli kushindana nasi? Hata wakiungana matusi kututukana, CCM baba lao, CCM mama lao, Samia mama lao, Ndumbaro baba lao. CCM oye! Lengo langu ni kuendelea kubadilisha mji wa Songea. Yote niliyofanya haya sijaridhika, nataka mnipe miaka 5. Na waombeni mnipe miaka 5 nifanye Songea ya viwanda. Ninaomba hili kwa sababu kubwa mbili. Moja, muda wangu wa ubunge unaisha tarehe 27 mwezi wa 6. Lakini pili, nimeona watu wanaanza kujipitisha na wengine wanapita wakiwa wameshikwa mikono na viongozi wa chama na wengine wanapita wakiwa wameshikwa mikono na madiwani. Sasa mimi nawaombeni nyinyi wenye mamlaka, na hili si jambo dogo, ni jambo kubwa hasa. Niwakumbushe tu, wengi wanadanganywa na mambo mengi niliyoyafanya, lakini hii ndio miaka yangu 5 ya kwanza. Miaka 5 ya kwanza. Sasa ninaomba miaka 5 ya pili. CCM oye! Ili mbunge aweze kuleta maendeleo, anatakiwa angalau wakae miaka 15. Yaani zile 5 mara 3. Sasa mimi nimemaliza 5 moja tu. Kuna watu wanasema Ndumbaro hafai, aondoke. Ninaomba sana. CCM oye! Nina mengi ya kuongea lakini muda si rafiki. Na mtusamehe sana kwa kuchelewa kuja, tulibanwa sehemu nyingine. Lakini naomba niseme la mwisho.